Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakwenda kujifunza kitabu cha Malaki na tutazungumzia jinsi ambavyo Mungu anachukia kuibiwa. Na ni somo linaloitwa wizi ndani ya kanisa. Wizi ndani ya kanisa. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Malaki sura ya 3 kuanzia mstari wa 6. Biblia anasema, "Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa." Nitarudia kidogo. "Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, na taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sintawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwemo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Naam, mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi." Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana tujifunze somo hili la utoaji, na kichwa cha hili somo nimeliita wizi ndani ya kanisa. Ni sehemu kubwa sana nimejifunza kwamba wachungaji wengi hawapendi kulifundisha hili somo kwa sababu zao binafsi wanazozijua wao wenyewe. Lakini somo la utoaji, hasa kwenye eneo la sadaka na fungu la 10 au zaka, ni sehemu ya muhimu sana ndani ya kanisa kuijua. Ni sehemu ya muhimu sana kwa muamini kujua ili swala la utoaji. Kwa hiyo wizi ambao unaendelea ndani ya kanisa ni mbaya, ambao unazuia maendeleo ya kimwili na ya kiroho ya muamini wa aina yoyote ile. Ndio maana leo lazima tuangalie kwa undani Mungu anasemaje. Na mimi sio mchungaji wa kanisa lolote, ni mshirika wa kawaida wa kanisa na ninamtumikia Mungu kibinafsi. Lakini sitaogopa kusema ukweli kwa sababu sina washirika ambao watanikimbia. Wale ambao wataweza kuangalia hii topic ninayofundisha leo, basi Mungu awabariki na muweze kuchukua sehemu ambayo Mungu amekusudia kuwafundisha. Na Mungu amekusudia kunifundisha mimi pia. Kwa sababu na mimi ninapofundisha pia Mungu ananihudumia. Kwa hiyo hebu tuangalie kwa undani, tunamuibiaje Mungu? Tunamuibiaje Mungu? Biblia inasema tunamuibia Mungu kwa kuiba zaka na sadaka. Na kwa sababu hiyo manyunyu yamezuiliwa. Kwa hiyo utashangaa wachungaji wengi wanafundisha kuhusu kufanikiwa, mafanikio ya kimwili na ya kiroho, lakini wakati huo wanakwepa kufundisha habari ya utoaji. Sasa sijui ni kwa sababu ya kutokuwa na ujuzi katika kufundisha hilo eneo au sijui niseme nini, lakini ninachotaka kusema kwamba ni lazima topic ya kutoa sadaka na fungu la 10 ifundishwe ndani ya makanisa. Ndio utashangaa mtu ana income kubwa, ana mshahara unaoeleweka, lakini hakuna kitu kinachoonekana anachokifanya. Kwa sababu hatoi sadaka wala hatoi fungu la 10. Na ndio hiyo topic Mungu anasema tunamuibia Mungu. Na hapo tena wakauliza, tunakuibia kwa namna gani? Mungu mwenyewe akasema, mnaniibia kwa kutokutoa zaka na sadaka. Na kwa sababu hiyo manyunyu yamezuiliwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akazuia baraka zetu kwa kutokumtolea sadaka na zaka. Mungu anazuia kabisa. Kwa hiyo sadaka inaweza ika-affect maisha yako ya kufanikiwa kiroho na kimwili. Ni lazima umtolee Mungu ili manyunyu yako yasizuiliwe. Manyunyu maana yake baraka zisizuiliwe. Na sio tu kwenye eneo la fungu la 10 na sadaka, hata na maisha ya kila siku. Unaweza kuta mtu ana vitu vingi, ana nguo nyingi, ana furniture nyingi, ana kila kitu, lakini kutoa ni mgumu. Usitegemee kupokea kitu kwa Mungu kama mikono yako imekunjwa. Ni lazima uwakunjulie watu mikono. Ni lazima ukunjue mikono, Mungu atakubariki zaidi kwa kutoa kwako. Kwa hiyo fungua mlango kwa eneo la kutoa, uone Mungu atakubariki kiasi gani. Tena Biblia amesema nijaribuni katika hili eneo la utoaji, muone kama sitawafungulia milango na madirisha ya mbinguni.
Kwa hiyo Mungu anazungumza na sisi kizazi cha leo. Hata zamani pia alizungumza na sasa bado anaendelea kuzungumza. Tusimuibie Mungu sadaka jamani, tusimuibie Mungu zaka na dhabihu. Manyunyu yetu yasije yakazuiliwa. Kwa wale ambao wanatoa, amen. Lakini kwa watu ambao tunahangaika kutoa ama tunashindwa kuelewa maana halisi ya kutoa, Mungu anazungumza na sisi mchana wa leo. Tumtolee Mungu sadaka na dhabihu. Kama unapata 100,000, zaka ama fungu la 10 ni shilingi 10,000 wapendwa. Tusimuibie Mungu zaka. Tutakapokuwa tunajifunza kutoa na tunaendelea kumtolea Mungu, ndipo Mungu atakuwa akiachilia baraka. Mungu atakuwa akiachilia baraka. Si kweli Mungu anashindwa kutubariki sisi, hapana. Mungu ni Mungu anayefuata kanuni. Mungu ni Mungu mwenye utaratibu. Na hiyo ni sheria ambayo ameiweka mwenyewe, Mungu hata iondoa. Mungu ameiweka mwenyewe hiyo sheria, hata iondoa. Ni lazima utoe sadaka. Hata kama unatoa vitu kwa watu mbalimbali, sadaka iko pale pale. Fungu la 10 ni la Mungu, halitakiwi kuibiwa. Halitakiwi kuibiwa kwa sababu watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita akawapa madhabahu kwamba nitumikieni. Mungu anasema watumishi wa Mungu watakula madhabahuni jamani. Watumishi wa Mungu watakula madhabahuni. Yaani pale kwenye madhabahu wanapotumika kwa Mungu ndipo watakapolishwa. Hiyo zaka unayotoa, katika eneo unalotoa kuna sehemu wachungaji wanakula. Na ni maandiko, Biblia imesema watakula madhabahuni kwangu. Sasa mchungaji atakulaje kama sadaka haipo jamani? Atakula wapi? Ndio maana sasa hivi kuna ibada zimetokea za ajabu ajabu ambazo zinaendelea. Mchungaji mwingine alikuwa na wito, Mungu amemuita katika wito wa kweli, amefanya huduma, matokeo yake shetani akaanza kumuingia taratibu kwa sababu amekuwa muoga wa kufundisha habari ya utoaji, ameingizwa na mbegu nyingine taratibu. Shetani ameingiza matango mwitu. Matango mwitu ni aina ya neno la Mungu, linazungumzia vitu ambavyo si vya kimungu. Ameingiza ndani ya kanisa kwa sababu nini? Ameshindwa kuwaeleza ameshindwa kueleza washirika wake ama kuwafundisha kuhusu kutoa. Matokeo yake sasa hivi kuna ibada za ajabu. Mchungaji anatakiwa kuombea watu kadhaa. Mchungaji aondoki, anasema kwamba kuombea ugonjwa huu nataka shilingi kadhaa. Kuombea pepo la namna hii shilingi kadhaa. Kuombea baraka za Mungu zifunguliwe nataka shilingi kadhaa. Hiyo sio Biblia kabisa jamani. Hatununui nguvu za Mungu jamani. Hatununui nguvu za Mungu. Siwezi nikakwambia nipe shilingi 5,000 ndio nitakuombea. Hapana, nipe 100,000 kuombea mapepo ya umaskini. Hapana, Biblia haisemi hivyo. Au nipe 100,000 kuombea macho yako yanapokusumbua. Mchungaji anataka hela mbele ndio aende akaombe. Ni wapi na wapi Biblia imeandika jamani? Hakuna vitu kama hivyo. Hautangulizi pesa katika kutoa huduma ya Mungu. Ukuombea mtu akapona ni bure. Injili ya Yesu ni bure. Ila wafundishe watumishi, wafundishe washirika wako kumtolea Mungu. Wafundishe, Mungu atawabariki, watakuwa na uwezo wa kutoa pesa ambayo itasustain mahitaji ya kanisa. Kanisa linakuwa na miradi imekufa. Kanisa linakuwa na maono hayazai, yamekuwa ni maono ya kuku. Kwa sababu kuku anaona hapo tu panapomzunguka. Kanisa linatakiwa liwe na maono ya ego, ego anaona mbali pale ambapo macho yake yanapitiliza uwezo wa kuona. Kuku anaona hapo anapomzunguka, lakini ego anaona mbali. Kwa hiyo kanisa linakuwa na maono yanashindwa kuzaa kwa sababu hakuna income, hakuna hela inayo flow. Washirika hawajafundishwa kutoa, na wengine wameokoka hivi karibuni hawajui kwa sababu wamekuta washirika walioko pale hawatoi. Kwa hiyo mchungaji una uwezo wa kuwafundisha washirika wako, ni moja ya responsibility yako ambayo Mungu amekupa. Lazima wafundishe washirika kutoa. Ni lazima wafundishe washirika kutoa ili mambo mengine ndani ya kanisa ya kihuduma yaende bila matatizo. Kuna pesa. Biblia inasema watapelekaje, watakwendaje kuipeleka injili wasipopelekwa? Wewe kutembea maili 500 kwenye milima wanazunguka kwa sababu unataka kuwatafuta watu kawahubirie. Lakini kuna uwezo wa kwenda na baskeli au na pikipiki au na ndege au na gari. Lakini kanisa haliwezi kupata hivyo vitu kwa sababu hakuna income. Itatoka wapi? Kanisa halitakuwa. Kwa hiyo mchungaji, fundisha habari ya utoaji kwa washirika wako. Wafundishe kumtolea Mungu kwa faida yao binafsi na kwa faida ya kanisa ili kanisa liweze kukua. Baraka zimeandikwa wazi. Mungu atamzuia alaye. Kwa sababu kuna vitu vingine vinatokea wewe unafikiri unamfanyia Bwana kumbe unalisha mapepo.
unapata mshahara mkubwa ueleweki. Yaani mshahara unaingia kabla haujaweza kukava mahitaji yako, umeisha na uone kitu cha maana ulichokifanya. Unajua kwa nini? Kwa sababu unaiba sadaka, unaiba fungu la 10. Kwa hiyo Mungu anashindwa kumzuia naye. Shetani ana watu wake anaowatuma kwako, kwa sababu shetani analijua neno pia. Anajua kama huyu mama huwa atoi sadaka na zaka. Anajua huyu baba huwa atoi. Kwa hiyo anaandaa watu wake kabisa, wako prepared. Siku mshahara umeingia tu, simu zinaingia. Nina shida ya shilingi kadhaa, naomba uniazime. Au linatokea tatizo, labda mtoto kaumwa au kafanya nini. Ile hela inadisappear bila kufanya kitu cha maana. Kwa sababu gani? Haujaiweka kwa Mungu, katika ulinzi wa kimungu. Unapoitoa hela yako katika kazi ya Mungu, katika shamba la Mungu, unaweka akiba. Mungu anakulinda katika ile pesa yako. Itafanya vitu vya maana ambavyo umekusudia kufanya, kwa sababu iko katika ulinzi wa Mungu. Haitumiki ovyo. Shetani anaweza kaleta watu wakajifanya ni watu wenye shida kabisa, yaani from nowhere wanakuja kabisa mpaka unasikia huruma. Una shilingi dola 500 ya haraka nina matatizo, au nipe 500,000. Unatoa. Haijapita wiki mwingine, ninataka shilingi kadhaa. Papa na hivi, kwa sababu ziko available, hela ziko, ndio mshahara umeingia. Leo unatoa huku, kesho unatoa. Alafu unajiona kwamba Mungu amenibariki mimi natoa kweli. Kumbe no, ni hela inadisappear. Hakuna kitu cha maana unachofanya. Kwa sababu nini? Unatoa tu, na wengine ni waongo, wanakuja kukutapeli. Waongo tu. Shetani amewaleta kwako kwa sababu unamwibia Mungu jamani. Kwa hiyo hela yetu ili iwe secure, ili iwe katika ulinzi, ni lazima tumtolee Mungu sadaka na dhabihu jamani. Ni maneno ya Mungu yamesema, ni maneno ya Mungu. Sio maneno yangu wala sio maneno ya mchungaji. Maneno ya Mungu yamesema na yamehakikishwa. Mungu amelihakikisha neno lake, alisemi uongo, linasema ukweli. Kanuni za kubarikiwa ziko pale pale. Ni lazima fungu la 10 litolewe, ni sadaka ni lazima itolewe ili kanisa likue financially, hata spiritual, kwa sababu huwezi kupata maendeleo ya kiroho kama una cheat, unakiuka maagizo ambayo Mungu amekupa. Lazima ubadilike. Lazima ubadilike, tuondokane na mila za ajabu ambazo zimetokea siku hizi. Watu wanabadilisha hata maandiko. Kuna makampuni mengine yanabadilisha maandiko. Yakiona hili andiko linagusa kwa undani, ni nyeti, wanalilainisha kidogo, wanaongeza some verses hapa ili uweze kuishi kiulaini. No, neno la Mungu liko kama lilivyo, halitaki kupunguzwa wala kuongezwa. Sadaka na fungu la 10 ni lazima litolewe ili washirika wako wabarikiwe, na wewe mwenyewe mchungaji ubarikiwe, na kazi ya Mungu iendelee. Kwa hiyo jamani wapendwa, kwa yule ambaye ameguswa na akasema Mungu, nitakuwa tayari kuanza kuishi kama neno linavyosema, nenda kasome tu kitabu cha Malaki. Soma hii sura ya 3 yote uimalize, utaona vitu vingi Mungu ameongea kwa undani. Soma yote. Inaweza kukupa majibu ya mambo mengi ambayo unayo kichwani. Maswali mengi ambayo unayo kwamba Mungu, mimi nina hela lakini sioni kitu ninachofanya. Hela inakuja kweli, lakini sioni kinachofanya. Kila plani ninayopanda haizai matunda. Hebu kasome kwenye habari ya utoaji. Kasome uone Mungu anasemaje. Uone kama hatafungua milango na madirisha ya mbinguni. Basi somo kwa leo kwa kifupi, ili somo la kutoa linaishia hapo. Kwa kifupi lakini ni pana kweli. Tutaendelea kujifunza zaidi kadri Mungu atakapokuwa akiendelea kufundisha. Lakini rafiki zangu wote, naomba tu tuelewane, kutoa sadaka na zaka ni neno la Mungu. Kutoa 10 ama fungu la 10 ni neno la Mungu. Tusimuibie Mungu wapendwa. Tusifanye kazi ya Mungu kuwa ngumu kwa watumishi wa Mungu. Mungu aliyowapa madhabahu akawaamini akawapa madhabahu. Tunaikwamisha kazi ya Mungu. Ni lazima tutoe fungu la 10. Jamani, mimi nawapenda, si wachuki, ila ninaongea neno la Mungu kwamba sadaka fungu la 10 ni lazima litolewe. Upende usipende, kama unataka baraka za Mungu, principle ama kanuni iko pale pale. Ni lazima utoe fungu la 10. Umesikia jamani? Ni lazima utoe fungu la 10. Asanteni kwa usikivu jamani. Kwa yule anayesema kwamba mimi nataka nimrudie Mungu kwa sababu nilikuwa naiba na ninashuhudia kabisa nimekosa, nataka nianze upya kwa eneo la utoaji, naomba uombe na mimi. Ninaomba uombe na mimi kipindi hiki. Mungu atakubadilisha, kwa sababu Mungu anaangalia nia ya ndani, badiliko la kweli. Mungu anaangalia nia ya ndani, anaweza akakubadilisha kabisa.
Mungu anapenda moyo wa nyama, moyo unaopondeka, yaani moyo wenye usikivu, moyo unaosikia sauti ya Mungu, unaonyenyekea. Mungu amezungumza na sisi, amezungumza na mimi pia. Hata kama ninakufundisha, na mimi napata kujengwa. Kwa hiyo Mungu amezungumza na mimi pia. Sitaki niwe naingiza hela alafu sioni na kuenda. Ni lazima nikae katika principles za Mungu. Na nyinyi lazima mkae katika principles za Mungu. Nazungumza na watu waliokoka ambao wanajua ni nini kimeandikwa katika Biblia. Na hata wale ambao hawajaokoka, kuna watu hawajaokoka lakini wanatoa fungu la 10 na zaka. Na Mungu anawabariki. Kwa sababu ukitoa unabarikiwa, uwe mpagani, usiwe mpagani, bado unabarikiwa. Na kuna watu ambao ni wapagani au hawaendi kanisani lakini waaminifu kwenye fungu la 10. Kwenye fungu la 10 wanatoa na Mungu anawalinda kutokana na andiko alivyosema kwamba ukinitolea zaka na zabibu nitamzuia halaye. Kwa hiyo Mungu analifanya, Mungu hana upendeleo. Kwa hiyo naona tumesikilizana, hebu tuombe basi. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba kwa ajili ya mama huyu ambaye leo umempa ufunuo akajua kwamba alikuwa akikuibia zaka na sadaka. Bwana, moyo wake umesikia hili swala na umeguswa na umepondeka. Baba, ninaomba ukamfungue sasa katika jina la Yesu. Takasa ufahamu wake pamoja na akili yake Bwana, anapoanza kukutolea Mungu, ukambariki sawa sawa na neno lako lilivyosema Bwana. Na kile ambacho tumejifunza mchana wa leo Bwana, shetani asikiibe kabisa, maana najua hii mbegu ni watu wengi tunahitaji Bwana, ili tuweze kuwa na mafanikio ya kiroho na ya kimwili katika eneo la utoaji. Hivyo Bwana, kile ambacho tumejifunza leo tunakiwekea muhuri wa damu ya Yesu. Shetani asikiibe wala asiweke negative thought katika akili za watu, asipandikize mawazo ya udanganyifu, bali kila aliyelisikia hili neno ajue ni hakika ya kwamba Mungu alikuwa akizungumza naye. Mungu alikuwa akizungumza na mimi. Asante Bwana Yesu, jina lako libarikiwe. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufundisha. Asante kwa wachungaji wetu Bwana ambao umewapaka mafuta ukawapa kukutumikia wewe Bwana. Asante kwa sababu tunasaidiana Bwana kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ili tuweze kuijenga kazi yako na injili yako Bwana iendelee kusambazwa sawa sawa na maandiko yako ya kwamba enendeni ulimwenguni mkawaeleza watu habari za Yesu. Nasi Bwana tumechukua nafasi hii kueleza watu habari za Yesu, hata kwa kupitia mitandao ya Facebook, hata kwa kupitia mitandao ya YouTube Bwana, maana huko nako ibilisi hujihuzurisha na kufanya vitu vingi visivyostahili Bwana. Lakini sisi kama watoto wako Mungu, nasi tunajihuzurisha mali yako, kuiwasha nuru yako Bwana, ili ing'ae kila sehemu, ijulikane yuko Mungu. Ijulikane yuko Mungu hata katika mapato yetu Mungu. Ijulikane yuko Mungu hata katika elimu zetu. Ijulikane yuko Mungu katika kila jambo tunalolifanya kila siku Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaamini ya kwamba Bwana uko pamoja nasi na utaendelea kutufundisha kila siku. Katika jina la Yesu tutaendelea kuwa washindi Mungu, maana neno lako linasema toka siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio watakaoteka Bwana. Tunaomba tuendelee kuzitafuta hizi nguvu zako Bwana, ili tuendelee kuishi maisha ya ushindi katika maisha uliotupa Bwana, iwe katika pesa, iwe katika kufanikiwa kimwili, katika kiroho Bwana. Tusibaki nyuma, tuwe mbele, ili wamuone Kristo Yesu aking'aa katika kila maeneo yanayotuhusu Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yetu tunaomba na kushukuru, amen. Asante kwa usikivu wako. Mungu akubariki. Tutaonana tena katika kipindi kijacho kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyotupa mambo ya kujifunza. Tutajifunza pamoja na tutatumia hii madhabahu ya kwenye network, Facebook au WhatsApp au YouTube. Watu wamekuwa wakiweka vitu vingi sana vya kishetani huko, na sisi watu wa Mungu tuliookoka hatutakubali kuchafuliwa, hatutakubali tusiitumie hii nafasi. Kwa hiyo ninaomba uangalie hichi kipindi na mrushie mwenzio ambaye unajua anaweza kukipenda. Hata kama hatakipenda, fanya kama kwa Bwana na Mungu atakulipa. Mungu akubariki jamani. Mchana mwema, usiku mwema, jioni njema, mbarikiwe. Mimi ninawapenda. Kwaherini.